Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Karibu mpenzi mtazamaji wa Kasako Media, popote pale ulipo unapoendelea kutufuatilia. Karibu kwenye kipindi cha The Box. Nitakaye kuongozea kipindi kwa siku ya leo ni mimi Adela Thomas. Kipindi hiki huwa kina mada mbalimbali kuhusiana na wanasiasa, wachungaji, lakini vile vile leo tumeweza kutembelea mtaa huu wa Tabata Mawenzi. Tuweze kusikia maoni yao wananchi au wakazi wa eneo hili, wanayepi ya kuzungumzia kuhusiana na wamejiandaaje na uchaguzi huu wa 2025. Karibu uweze kuungana nasi. Kwa majina naitwa Nasra Salum, natokea mtaa wa Sokoine. Ni mwakilishi kutoka wazazi. Kuhusu masuala ya uchaguzi, nashukuru Mungu tumejiandaa. Tumejiandaa kwenda kupiga kura mapema na kurudi kuendelea kufanya shughuli zetu na kuhamasisha wananchi wetu wa Sokoine na ilikuwa mitaa karibu yetu sio Sokoine. Waenda wakapige kura mapema kwenda kumchagua Mama Samia mbunge na diwani. Na naomba tuzidi kuwafahamisha kwamba tarehe 29 ni siku ya uchaguzi, na sikosei tarehe 29 huaga tunapumzika, tufanye shughuli zozote kwa sababu ya kwenda kupiga kura. Nilikuwa naomba tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura, tumchague Mama Samia miaka 5 tena. Huu ni mwendelezo wa kupokea maoni kwa wananchi kuhusiana na mada yetu tunayosema, watu wamejiandaaje kuhusiana na uchaguzi wa mwaka huu 2025. Tukizingatia ni miaka 4 toka Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kuingia madarakani. Niko hapa na mwananchi, atatueleza na yepi kuhusiana na uchaguzi huu wa 2025. Karibu mama. Asante. Mimi jina langu naitwa Lotilinda Stefani Komba. Uchaguzi wa mwaka huu, yani watu tujitokeze kwa wingi kwenda kuchagua. Kumchagua kiongozi tunayempenda. Kwa sababu tumeona kazi nyingi amezifanya mama. Unaona mambo mengi ameyafanya. Unaona na yanaonekana kwenye TV tunayaona. Kwa nini tusiende kupiga tiki? Tarehe 29. Yani tujitokeze kwa wingi kwenda kupiga kula. Mimi mwenyewe mmoja wapo, ndadamka mapema sana kwenda kupiga kula. Asubuhi saa 12 nitakuwa pale kwenye kituo kwenda kupiga kula. Lazima tupige kula, tuweke tiki 3. Yupo mwingine hana elimu hii ya kuhusu kwenda kupiga kula tarehe 29. Hebu mwambie huyu ambaye haelewi haki zake za msingi za kuweza kupiga kura. Yani kila Mtanzania ana haki ya kupiga kura. Mtanzania yoyote yule, unaona, ana haki ya kupiga kura. Yani usipopiga kura, yani itakuwa sio vizuri. Kwa sababu hiyo ni haki yako kumchagua kiongozi unayempenda. Jina langu naitwa Amina Muhammad Kavuruga. Nikiwa mjumbe wa shina tawi la Sokoine. Niko kwenye mtaa wa naoishi ambaye Bizaga, ambaye ni mimi mwenyewe ndo naitwa Bizaga, lakini jina langu Amina Muhammad Kavuruga. Hilo jina la maarufu la mtaa ndo hilo Bizaga. Safi. Umejiandaje na uchaguzi wa 2025 huu ambaye tarehe 29 ni siku ya kwenda kupiga kura ikiwa kama mwananchi? Mimi mwenyewe binafsi nimejiandaa vizuri sana. Tarehe 29 nimuombe Mungu tu aniweke salama. Lakini mapema asubuhi mimi nitakuwa nimefika kwenye kituo na kupiga kura ya rais, ya mbunge pamoja na diwani. Hao watu lazima niwapigie kura zangu. Ikifika siku hiyo lazima nitiki kwa watu wote 3. Mafiga 3 yote niyarudishe hapa nyumbani. Niyarudishe kwenye inapotakiwa kwenye chama. Lakini siwezi kupiga kwenye kituo kingine, sijui kituo na kwa sijui nani Chadema, sijui huyo nani ameshamsahau jina lake. Lakini niko vizuri sana. Mimi na watu wangu na familia yangu wa mtaani wote tuko tayari kuipigia chama chetu. Na mafiga yote 3 lazima tuyarudishe. Una yepi ya kuambia wale ambao wamesema hawatajitokeza siku ya kupiga kura? Hebu waeleze mama. Hao walisema kwamba wao hawatojitokeza. Hao wote naona sio watu wema na hawatwendi haki. Kwa sababu haki ndio hiyo, utapokwenda kupiga kura kule ndio haki inayotakiwa. Na kila mwananchi ana haki ya kupiga kura.
uipigie Chadema, uipigie sijui Kafu, sijui ipigie nini CCM, lakini ni haki yako kuipigia chama unachokihitaji. Hao wote wapotofu, kutaka kupotosha nchi na watu wengine wote kuwapotosha, kusema msipigie, acheni. Wengine wanafikia wanataka kufanya maandamano, lakini maandamano hayana haki aina yoyote ile. Wanataka kuwafanyia fujo tu wananchi, washindwe kujitokeza kwenda kupiga kula. Lakini mimi mwenyewe nasema kwamba nitawahimiza watu, nitaingia majumbani nikiwa kama mjumbe wa shina. Lazima niingie majumbani kwenda kuwatoa waende wakapigie kula. Chama chochote anachokihitaji mwenyewe, lakini lazima watoke wakapige kula. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.